Jamani, habari zenu? Asanteni sana kwa kuja, na naona kama kinaanza aje ishakianzisha, ila cha msingi ni kwamba tumepata challenge wote, na kama mnavyojua corona imeattack kila mtu wa juu na wa chini, hata aliyejificha pia akapigwa na corona. Plani zetu zilikuwa ni kubwa sana kipindi hichi. Mwaka huu tuliplan target kubwa sana ambayo wote mngeiona, sisi wenyewe tungefurahi, hata serikali vile vile ingekuwa imefurahia jambo ambalo tumepanga kulifanya. Lakini hatukuishia hapo. Baada sisi kuona kwamba hatutoweza kufanya nifuate event mwaka huu, ilibidi sisi kama Samakiba Foundation tukishirikiana na ASAS waliweza kutubeba katika usaidizi wa kutoa PPE ambazo tuliweza kuzisambaza tukazikabidhi katika kituo cha habari cha Clouds FM, ambao tuliweza kuwapa madokta ambao wanahudumia wagonjwa wa corona ambao walikuwa wameathirika. Kwa hivyo tuliona tuchangie sisi kama sisi, kutokana na tulikuwa tunajua kabisa this year hatutoweza kufanya nifuate event. Ndio maana ukaona sisi tuliweza kufanya kama sisi na tukashirikiana na ASAS kugawa hivyo vifaa. Lakini serikali yetu tungependa kuishukuru sana. Tumeshukuru serikali kwa upambanaji na wananchi vile vile kwa kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kuitokomeza corona ndani ya Tanzania. Kama Mheshimiwa Rais alivyosema, inawezekana tukishirikiana na dunia kwa umoja, tumeweza kushirikiana, basi tupongezane katika hilo na tukaweza kufanikiwa kwa muda huu. Naweza kusema muda mchache kwa sababu haikuwa sana hivyo, umeelewa, ila watu wanafanya shughuli zao kama kawaida, na sasa hivi na mambo mengi yanaenda vile vile kama ilivyokuwa before. So tukasema basi still tunaweza tukawa tuna time. Unapokuwa na nia, kikitokea kitu chochote kile unaweza kupambana nacho, kikitoa unaweza kudili nacho vile na ukaendelea na mambo yako. Tukaona tusife nguvu, na unajua sisi Watanzania wametoka katika upweke. Tumekaa katika mambo ya corona lockdown tulikuwepo, lakini ikaje katoka, still watu bado hawajachanganya katika ile maisha ya kawaida. Lakini tukasema basi poa, acha tufanye, tunaonaje tukiendelea na hili swala. Sisi kama sisi tukakaa tukasema tuendelee na nifuate, watu waweze kufarijika pia zaidi, kuendelea kupata burudani ya mpira. Kikubwa zaidi ni burudani, umeona inapopatikana burudani yenyewe ya mpira watu wana enjoy. Kwa hiyo utakapokuja utakuwa umechangia sisi, umechangia na wewe mchango wako na kutuwezesha sisi kwenda kuweza kuwatimizia wale wenye uhitaji. Na sasa hivi kama alivyoelezea Haji hapa kwamba sasa hivi tutafocus na elimu, kutokana na vile vile jambo letu limekuwa lenye kuonekana sana, na Wizara ya Elimu umetuona na wakasema kwamba sasa hivi tutashirikiana nao, tutakwenda kufanya nao hii shughuli, na wametushika mkono moja kwa moja. Tunawashukuru sana kwa kweli. Ila vile vile ningependa kugusia katika upande mwingine wa burudani. Burudani bwana, katika mitandao ya kijamii Bwana Samata aliposti picha kwamba msimu wa kwanza ngapi? 3-1. Wana kumbukumbu ilikuwa 3-1 au 4-1? 4-2. Mbona bwana, msizidishe, acheni uongo, msizidishe. So mimi ilikuwa 3-2. 4-2. Zilikuwa sawa. Acha tuifanye hivi. 7. Sasa umezidi sasa. Sasa umezidi. Kwa hiyo msimu wa pili kaja 6, si ndio? Ati ni wanafiki sana. Okay, sawa. Msimu wa pili kaja 6 fulani hivi, 6. Na lakini 6 zile zilikuja kutokana na ubadhilifu, hujuma. Hujuma ipi sasa hapo ndo? No, haya kuhusu kwa uchezeshi wewe. Nani alichezesha? Bana, jamaa analalamika kwamba refa alikuwa anamnyonya. Mimi nimemwachia, nimemwambia amchukue mdogo wake Abdu achezeshe mechi ya tarehe 8 alafu ashinde. Tuone baada ya tarehe 8 kama kweli anaweza kushinda. Okay, sawa. Tunaamini kwamba na inajulikana kwamba mpira ni mchezo wa matokeo.
ni kweli, na kitakachoandikwa na refa, atakachoamua refa ndio hicho. Lakini vile vile tulikuwa na Azam walikuwa wanaonesha. Unaona bwana? Sisi tumerudia sana hiyo offside 3. Kwa hiyo ile mechi ilikuwa draw. 3 ukitoa 6 ukitoa 3 na baki ngapi? Offside zote 3 jamani, za nini hizo Samata? Na safari hii tumekubaliana kwamba hatuwezi kulaumu waamuzi, ila usifanye figisu tena hapa Bongo. Ukimtamanisha mtu kidogo tu mtu anaanza kulaza wengine. Sisi tuna uchungu, na mimi kama nimebeba mioyo na lawama za team Kiba. Wako wengi sana. This time haiwezekani. Jamani, kwani kuna team Kiba hapa waandishi wa habari wapo hapa? Wapo. Mtakubali tufungwe this time? Haiwezekani, umeona bwana? Timu uno unafanyaje? Timu nayo. Sema figisu. Ule mkono ukiwa mrefu sana ndio unaweza ukashinda. Usifanye hivyo mzee baba. Sasa nani anafanya hivyo? Basi ni hivyo, mimi nakwambia tu. Baya. Tumeelewana. Kwa hivyo cha msingi ni kwamba this time tumejipanga vizuri na tuweze kukubali, tushirikiane kwa pamoja. Na nani? Mimi nazungumza na watu wangu sasa hivi. Mimi nazungumza na team Kiba. Tushirikiane kwa pamoja kwamba inatosha. Kwanza uwaambie watu wote kwamba wewe ndo unaandaa referee sasa hivi. Waambie kabisa. Basi acha niwaambie kwanza kwamba kwanza referee ni nani? Ngoja. Referee ni nani? Ndio tusubiri sasa. Kwa sababu mpaka dakika hii sijatajiwa referee ni nani na simjui. Na ndio nakutajia. Lakini jamaa ananiambia kwamba yeye refa anamfahamu. Sijui nini, kwa hiyo tutajie hapa kabisa referee wa mchezo wa Jumamosi atakuwa ni nani? Unajua kila mtu amjue. Unajua mimi afadhali nimeleka jambo wazi, watu wakaelewa kwamba kumbe ilikuwa issue ni refa. Umeelewa bwana? Kwa sababu marefa wote ulikuwa unapanga wewe na uniambie refa ni nani. Umeelewa bwana? Misimu miwili iliyopita na ukanifunga. Sasa hivi nakuletea refa wangu mimi. Nani? Kama mtu ni sisi tu. Umeelewa bwana? Pili, nilimuomba aweze kusaidia kitu. Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna surprise nyingi sana. Mkashangaa Mheshimiwa Rais akaja kwa sababu yeye ni mpenzi wa burudani na anatukubali sisi wote. Umeelewa bwana, anatukubali mimi na bwana Samata. Umeelewa bwana? Anakupongeza sana kwa kazi yako nzuri. Wakati tumekwenda Dodoma kipindi kile, nilipokuwa hujazungumza sana lakini anakupongeza sana kwa kazi nzuri. Kwa hivyo tunasubiria surprise kutoka kwake. Chochote kinaweza katokea hiyo siku ya siku. Na vile vile tulipanga kuwapa burudani watu sasa hivi, burudani ya lakini sio mimi, namaanisha muziki. Lakini sasa kwa sababu tunaangalia ratiba itakuwa imebana vipi na nini, tulikuwa tumepanga zote zilikuwa ni plani za mwaka huu, kufanya na muziki, kufanya vitu vingi, boxing, kufanya vitu vingi sana. Tufanye ni siku ya sikukuu, siku ya event, ifuate event hiyo sikukuu, lakini kwa sababu ya corona ili crash vitu vyote hivyo. Ila jamaa, mimi naamini mnanisikia hapo, si ndio? Maana nimevaa hii kama Haji alivyosema. Kwanza niwatake radhi kwa kuvaa, kwa sababu nisingeivaa hapa Tanzania, lakini mabosi wanaangalia hivi vitu, na kule kwa wenzetu bwana sheria zao zinafuatwa sana, inabidi kuzifuata. Kwa hiyo akiona kama hivi katika mikusanyiko ya watu na mimi sijachukua hata hatua moja ya kujilinda, maana yake najitia katika question mark. Nikirudi kule ionekane kama vile sio mtu ambaye nafuata sheria zao. Kwa hiyo naomba mniwie radhi. Tukirudi kwenye event cha kwanza ambacho ningependa kukizungumza ni kuwashukuru nyinyi wote ambao mko hapa kwa uitikio wenu kila wakati ambapo tunafanya hichi kitu, kwa sababu kupitia nyinyi nafikiri ndo tunafikisha kile ambacho watu wanatakiwa kukifahamu, na watu wote ambao wanakuja katika hizi event, wanakuja katika hii mechi kuja kuangalia, kwa sababu ndo kitu ambacho tunakitarajia na kitu ambacho tunakitaka. Kwa hiyo niwashukuruni nyinyi, niwashukuru Watanzania wote ambao wanajitolea, wanaamua kuchukua muda wao kuja kusupport hichi kitu, kwa sababu wao moja kwa moja ndo ambao wanachangia kuelekea katika yale mahitaji ambayo tunayafanya kama Samakiba.
Kwa hiyo asanteni sana na hope kwamba Jumamosi watajitokeza tena kwa wingi, japo kama Ali alivyosema issue za magonjwa zimeingia na vitu kama hivyo, kwa hiyo kukawa hakuna utaratibu ambao una mpangilio mzuri. Inaweza kuwa kama tumewashtukiza, lakini naamini wapo wenye mioyo safi ambao pamoja na kushtukizwa kwao still watapenda kuja kutazama burudani, na vile vile kile kidogo ambacho wanakichangia ndo kile ambacho kinaenda kuwasaidia wengine, na ndo maana kubwa ya event ya Samakiba kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Mengine kama mnavyojua kwamba timu yangu siku zote mimi ni ya ushindi, na nazungumza hapa kama mshindi wa event 2 zilizopita. Tunaenda kucheza mechi ya Jumamosi, nimejiandaa vizuri, japo muda ulikuwa mfupi, na naona figisu zimeanza huku za marefa, lakini nina uhakika naenda kushinda tena mechi ya Jumamosi kwa mara ya 3 mfululizo, kwa sababu sijaona bado kizuizi ni nani ambaye ataizuia timu Samata. Mimi nafikiri nimemaliza hapo, sina cha kuongeza kwa sababu Ali kaongea masaa 2, Manala kaongea masaa 4, ili nisiwachoshe na nisichukue muda wenu mwingi, najua mna majukumu mengine ya kufanya. Mimi acha nimalize hapo, nimeongea kwa sekunda hizo 16. Mamieto yupo. Mungu awabariki katika majukumu yenu, kwa sababu amini wazamini. Sasa sijui nyewe mmejiandaa vipi waandishi? Meisha hivi. Alafu kuna lingine nimelisahau. Ngoja. Swala la Wizara ya Elimu, nafikiri sasa hivi tunafanya pamoja na Wizara ya Elimu. Tulishasema. Ulishasema Mimi nalirudia. Tunafanya pamoja na Wizara ya Elimu. Kwa hiyo nadhani mnaweza kujipongeza kwa sababu tulipoanza nafikiri tulikuwa na nyinyi pamoja na wananchi ambao waliitikia wito. Kwa hiyo sasa kadri siku zinavyozidi kwenda, nafikiri mwitikio wa watu wengine wanakuja kuweza kusupport event, na nadhani baada ya miaka kadhaa inaweza kuwa ni event kubwa sana ambayo inaweza kuleta wachezaji wakubwa zaidi duniani kuliko hali kutoka sehemu tofauti. Kwa asanteni jamani, mnatusaidia, kwa kifupi mnatusaidia. Mnatusaidia, mnatubeba, na nyinyi pia si Ali na Samata peke yake, bali kila mmoja ambaye anaamua, kwa sababu hatulipi mchezaji, ni urafiki. Wachezaji wote wanaokuja, waandishi wa habari sijui kama mnalipo, lakini ndio hivyo, mnatusaidia kuweza kufikisha habari na watu kuja kujumuika nasi. Kwa hiyo kila mtu ambaye kwa namna moja au nyingine anachangia mafanikio ya hizi event, tunamshukuru sana, na tunawaomba muendelee kujitahidi hivyo, kwa sababu tunawasaidia watu ambao wanahitaji. Kuna kwa kumalizia samani hapo uliposema Samata kwenye wachezaji, sio sisi tu ambao mimi na Samata aina yoyote ile ya msaada ambao, kwa sababu ukiangalia ni kama kuna watu wengine ni kama hawataki kufanya kwa sababu ni event ya Samata na Kiba. Lakini ukweli ni kwamba hii sio event ya Samata na Kiba. Hii ni kwa ajili ya Watanzania ambao wako katika mazingira yanayohitaji msaada. Kwa hiyo wasijione kwamba kutokana mimi nina bifu na Samata siwezi kufanya kwa sababu nina bifu naye. Amuogope hata Mungu, kama Manala anavyosema. Tunafanya kwa ajili ya wengine. Ni kweli. Kwa hiyo wito kwa watu ambao wana ushawishi wasaidie, support maswali. Nyinyi ndio tutamaliza na nyinyi mpaka mwisho, watu wapate burudani. Sema Sheikh. Asalamu alaykum. Mimi swali langu lilikuwa naitwa Ali Ukuju, natokea Blitz. Au nini? Naam. Unaitwa nani? Ali Ukuju. Maalim Ukuju. Natokea Blitz Media TZ. Mimi swali langu, Samata ameweza kuzungumza swala moja kwamba hii Samakiba Foundation sio kwa ajili ya Samata na Kiba, kwa ajili ya Tanzania. Tuna last season ambayo ilikuwa season 2, tumeona promotion kwenye yeye ilikuwa ni kubwa sana kwa Samakiba Foundation. Tukizungumzia katika nafasi ya usajili
katika sekta ya usajili. Ulikuwa mna promote sana. Mpaka sasa hivi tukiingia katika upande wa Alikiba, Juma Mgunda peke yake. Ndio tunamfahamu. Jana tumeona umeposti picha uko na Deukanda pamoja na Chama. Sasa kuna vitu ambavyo tunakuwa tunasema huyu atakuwepo. Nafikiri kwamba sijajua mlijipangaje katika swala zima la usajili. Inawezekana sengine aliupuju, sengine naye mjemposti hivyo tunajua kumbe upuju anachezea timu Kiba. Kusema issue ilikuwa ni corona na kuto kupata muda wa kujipanga vizuri, na ndio maana nasema kwamba nawashukuru nyinyi kwa kuwa hapa, kwa kuitikia wito, kwa sababu mtaenda kuwafahamisha Watanzania kwa ukubwa zaidi kwamba hichi kitu bado kipo. Kwa kutokana na hali ile tukashindwa kujipanga katika zile plani ambazo tulikuwa tumezifanya mwaka ulioisha, lakini wachezaji wapo na hiyo event nafikiri itakuwa ni nzuri, japo kwa corona itakuwa ni nzuri, sio ambavyo tulikuwa tunatarajia kwamba iwe hivi, lakini kutokana na yale magonjwa tunajitahidi iwepo na iwe nzuri kama ambavyo zile zilizopita zingine. Lakini hiyo yote nafikiri hali yataweka, si wachezaji wake anawaficha hataki waonekane. Mimi kwangu nitawaweka, wala hata msijali, kabla ya siku ya Jumamosi. Kwa taarifa yako leo na post wachezaji kadhaa ambao watakuwepo, na Mwamnyeto pia naye atakuwepo. Namtajia kabisa huyu bwana, huyu ndio uliko mbele. Kwa namtajia kabisa Mwamnyeto atakuwepo. Ajue kabisa kama Mwamnyeto yupo. Na kocha wangu ni Juma Mgunda. Lakini haja ametaja baadhi ya wachezaji hapa, si ndio? Kashataja, mimi sikutaja. Tulia mimi nitataja. Kuna Juma Abduli pale. Au bwana. Kuna Luende. Tuko vizuri kidogo. Vingine nitawatajia baadaye, kwa sababu nisema hapa kila kitu utakuwa ushaambiwa watu wako kamati nani apige misumari bwana, yeye yule yupo apige misumari mtu fulani. Kwa nini huyu hataki kuamini kwa mimi namfunga kutokana na uwezo wa uwanjani? Yeye kuna sehemu tu anakimbilia. Wale marefa sasa hivi hawapo. Marefa hakuna. Haya. Nini kingine nisifanye? Kamati. Maswali. Usiingize madini. Swali hapa. Ili swali nimelirudia, na wazi nimeuliza hali ilikuwa Samata kwepo. Na Samata pia anaweza kutusaidia. Tukiangalia branding ya Alikiba na ya Samata ni kubwa sana. Tulitoa wazo kwamba hali wewe unajiona na wasanii hata nje ya nchi, Nigeria, Kenya, wapi ni wanao washikaji zako, au sio? Samata pia na wachezaji ambao ni washikaji zake. Kuna jamaa mmoja anasikia alijivima sana na ujugu. Kwa hiyo ukiangalia kwa kaka zenu, branding zenu wenu, na hisi ingekuwa ni simple sana au ni nzuri sana hali kuwaita wasanii labda kutoka Nigeria. Lengo sikuwa kubwa. Kusema ukweli ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa nilifanya mwaka huu. Nilikuwa nimeshapata wachezaji wawili kutoka TP Mazembe, na nilikuwa nimempata kocha mchezaji ambaye yuko Aston Villa. Sitaki kuwataja majina kwa sababu haiwezekani tena, lakini nina uhakika kadri hizi event zinavyozidi kuendelea mbele, basi itakuwa rahisi kuwapata. Na ombe Mungu tu. Mimi labda ningeongezea hapo. Plani ilikuwa ni hiyo kama ulivyokuwa unazungumza. Nadhani hili swali nilishakujibugi. Nikakwambia plan this time kwamba tunahitaji kuna wachezaji ambao wana influence kubwa sana duniani ambao tutataka kuwaandalia Watanzania na wapenzi wa event ya Nifuate kuja kupata burudani zaidi, umeelewa? Lakini kama nilivyosema mwanzo, corona imecrash kila kitu. Na sisi malengo yetu yote ambayo tumeplan kufanya this year yani mengi hatujafanya. Yani tunafanya hata robo haijafika tunachokifanya sasa hivi. Lakini tumeona cha msingi ni kufanya tu game iwepo, watu waendelee kupata burudani, and then next year tujipange upya. Tulipostpone ile siku ya tarehe 31 ambayo tunakwenda kufanya Kigoma. Sasa hivi tutaifanya tarehe 14 ambapo tutakwenda Kigoma. So watu una maneno nilikuwa nasikia kwamba basi haitokuwepo si vitu gani na nini, iko vile vile. Kwa hivyo wakati wajiandaa tarehe 14 tutakupanda na Kigoma na show itakuwa kubwa tu. Ajab.
Yeah. Okay, labda na show ya Mtwara kwa sababu tunaona Kigoma, Mtwara. Ipi ambayo inaweza ikawa umeipa nguvu sana katika show hii? Show zote zina nguvu, lakini unapokuona watu wanalalamika wanasema bwana wewe ulikuwa unatakiwa kuja siku fulani, lakini wakaa kujua kwamba tulifiwa wa Tanzania, msiba ulikuwa ni wa kitaifa, kwa tukuweza kufanya chochote, na sisi pia sisi ndio wana taifa wenyewe. Umeelewa? Kwa hivyo lazima tu participate, tuhudhurie katika misiba, tutafurahi kwa pamoja na tutahuzunika kwa pamoja. Lilikuwa jambo la msingi sana. Mtwara nimealikwa na mkuu wa mkoa, namshukuru sana, na nakwenda Mtwara kesho kutwa, utaona Mtwara na show moja hatari sana pale na Ngwanda. Yani natamani hata sasa hivi ingekuwa ndio inafanyika show au leo usiku. Namzuka sana yani. Nimewamiss. Kwa hicho ni kitu ambacho ningependa watu waelewe kwamba niko najiandaa na hizi events. Zimekuwa zimesogeleana sana, lakini sometimes kama kuna uwezekano wa kufanya zote kwa wakati inawezekana, kunafanyika. Ndio hichi tunachokifanya, lakini wasijali, kila kitu kitakwenda kwa wakati, on time. Yeah. Ni Alikiba ambaye wa back to back. Alitoa Dodo, akaja akatoa So Hot. Kuna kingine ambacho kinakuja? Kiba mpya. Alright. Kiba mpya. Okay, Kiba mpya. Yeah, of course. Nyimbo ziko tayari na vile wasanii pia wako tayari, wamejiandaa. Kwa hivyo chochote kinafuata sasa hivi. Chochote kile unakisikia. Okay. Kutoka kwa Kings, kutoka kwa Alikiba. Anytime soon inapatikana ngoma. Alikiba yuko ndani ya Kings Music. Mimi niko hivi yani niko kwa juu kidogo na waangalia Kings. Yeah. Mimi ndo I'm the CEO, owner and founder. So sikuwa ndani. Kwa nje kidogo na waangalia. Msanii gani yoyote ambaye tutarajia ambaye hivi karibuni anaweza kuja kutambulishwa? Kwa sababu tumeona wametoka wawili, hakuna igizo jipya lolote. Kwa hiyo lazima kuwa na igizo jipya. Watu wanatarajia inawezekana labda King Music ni lebo kubwa. Kwa hiyo inawezekana akatoka mtu akaingia mtu mwingine. Moto ukaingia moto. Kungekuwa na pengo of course tungekuwa tunatafuta replacement na nini, lakini kwa sababu tuko sawa tutakuwa vile na wasanii wako safi, kila mtu afanya ngoma zake, bado kuzitoa tu. Mimi mwenyewe pia tayari nimeshajiandaa, bado kutoa ngoma tu. Swali la mwisho kwa upande wangu mimi. Naam? Ni kweli? Kwa kwangu mimi. Mbona nyewe muulizi bwana? Kwa upande wangu ulizeni basi. Muulize. Kigoma ni nyumbani. Tunafahamu ni nyumbani na ni muda mrefu pia hujafanya show. Nataka tufahamu utofauti ambao utaenda kufanya Kigoma. Ushafanya nje sana, ushafanya hapa Tanzania sana, lakini kitu gani cha tofauti ambacho unawafanyia wana Kigoma? Unajuaje labda hawapendi utofauti? Okay. Nitakachokifanya ni show nzuri tu na enjoy. Na mimi kama unajua unapokuwa unarudi nyumbani, unarudi na furaha, una furaha zote na zawadi na nini vitu. So ni lazima nitakuwa nimeenda kufanya kitu tofauti automatically tu. Umeelewa? Labda pengine mtu akwambia kitu gani cha tofauti tutakifanyia? Labda pengine hawataki utofauti. Kwa nitawapa vitu ambavyo watawafanya waenjoy na waendelee kunitaja na kunipenda siku zote. Nafikiri list ya wasanii pia huwa inavutia watu wengi sana, wasanii ambao wataperform na wewe kwenye stage, na wengi wanashauku sana kuperform kwenye stage. Tunafahamu mara nyingi pia unaweza ukaalikwa baadhi ya stage usimame, pia unakuwa umebanwa na sababu zako nyingine. Fine, kuna kitu gani ambacho pia utakiandaa wasanii ambao hujawahi perform nao kabisa, una plan ya kuperform nao kwenye hizi stage sasa hivi kuitofautisha na ambazo zilizofanya let's say ile ya Iringa na nini? Siwezi kuambia kitu gani nitafanya exactly, lakini wasanii wamenipigia simu kuonyesha kwamba tuko pamoja na wana share furaha ya mimi kwenda Kigoma. Wamefurahishwa sana kwa sababu unapozungumzia ukarimu Kigoma upo. Kigoma upo, vipaji vipo Kigoma. Kwa hivyo tunapendeka tu automatically. Umeelewa? Kwanza kutakuwa na bewa la ukarimu. Nakumbuka uliniuliza swala la utofauti. Yeah. So mimi napeleka bewa la ukarimu. Kwa yoyote ambaye mwenye chake
hiyo hata nyinyi global muwe wapi Tobingo wote mnahitaji kusaidia watu ambao mnaishi kama wanahitaji misaada, basi katika Bewa la Ukarimu napokea msaada wako wote ule ambao utakaotoa, iwe shati, jiko, kofia, kiatu, pesa, chochote unaohisi kabisa nikimpa mtu kitamsaidia, baiskeli, gari, chochote, Bewa la Ukarimu itapeleka mpaka Kigoma. Kwa nini imekuwa treni na sio usafiri mwingine wowote? We proud na treni yetu. Tunashukuru, tunafurahia na tunajiproud tena. Tanzania leo imerudi tena na nafanya kazi vile vile. Kigoma, naweza kusema Kigoma, ukitaka King Music ni moja ya lebo kubwa sana hapa Tanzania. Ukizungumzia lebo kubwa basi King Music lazima iwepo. Lakini watu wamekuwa kijiuliza utofauti wa kupush wasanii ambao wapo ndani ya lebo ya King Music kulinganisha na lebo nyingine kama Konde Gang labda WCB. Kwa nini kwenye kupush wasanii wenu mnaonekana uko nyuma sana tofauti na lebo nyingine? Ndio lazima tutofautiane. Lazima tutofautiane, lakini pia hata ufanyaji wa kazi pia uko tofauti. Ndio tofauti wetu uliokuwepo. Japokuwa kwamba kupush ni lazima tutapush na wewe tunapush, lakini sivyo kama unavyotaka sisi tupush. Unaelewa? Lakini watu tunawapush na vile vile kazi zinaenda kama zinavyotakiwa ziende. Yes, huo ndio tofauti uliokuwepo. Jamani, swali lingine ulizeni. Jamani, maswali mawili ya mwisho baba. Tunataka kwa mazoezi kidogo. Tuna mazoezi. Swali? Hamna. Wewe mbona unauliza maswali? Afu umekaa mbele yangu. Wasanii gani ambao watahudhuria katika kutoa nje ya King Music? Swali lako zuri. Nakushukuru sana ndugu mwandishi. Swali lako zuri sana. Atakuwepo Bilnas, atakuwepo Mario, atakuwepo AB Skills, atakuwepo wapo wasanii wengi tu. Wasanii wengi watakuwepo, lakini kuna yule The Mafic pia watakuwepo. Ukiangalia katika social media, mtandao wangu wa social media ya Instagram, nimeposti pale wale watu. Ndio mambo mengi, lakini kiukweli nawashukuru uwepo wao na najua kwamba wananisupport kwa mapenzi kabisa ya kwamba mimi ninafurahi sana kwenda Kigoma. Tarehe 14 nitakwenda ndani ya Kigoma, basi na share na wao kwenda kuenjoy na watu wa Kigoma, na vile vile Kings pia watakuwepo. Kuna Kayumba pia. Wasanii ambao wanahisi kabisa bwana kaka yetu anaenda Kigoma ana furaha sana. Basi wote wanaongozana na mimi. Je, kuna wasanii ambao watatoka nje ya nchi ambao wanatarajia kufika Kigoma? Hapana, hakuna hata mmoja. Hakuna. Okay, swali langu kwa Burundi wengine kote. Hilo la tatu. La mwisho. Huko ni mwisho. Wacha ulize huyu. Kwa nini hawapo nje, labda sababu ambayo inafanya wasiwepo wasanii wanaotoka nje ya nchi ukawachukua hapa Tanzania? Kwa nini? Kwa sababu sisi tunaenda kwetu. Kuna issue ambao mashabiki wanauliza tatizo la bewa la LCB. Kwanza unajua kama nilikuwepo hapa, lakini sasa nimekuja mpaka huku, msije mkanikaba nazo hizo. Kuna watu wanahitaji uambatane na wewe kwenye lile bewa ili kuelekea Kigoma, mashabiki zako, lakini wanashindwa kupata connection nzuri ya kwamba unatakiwa upitie wapi na wapi, kwa sababu watu wamepewa namba. Kuna watu wamepewa namba kwamba za mshikaji anaitwa sijui Shishi, kuna wengine wanaambiwa waende Clouds, lakini wanakuwa hawapewi utaratibu mzuri kwamba ili uweze kuwepo kwenye huo msafara inatakiwa ufanye kitu gani. Katika hilo naweza nikajibu chochote hapo nikawadanganya, ila mimi nawakaribisha wote. Treni yetu inakwenda mpaka Kigoma na ni usafiri ambao ni usalama kabisa, fresh, amani. Unafika, utakapofika ni Kigoma mwisho, hauwezi kufika sehemu nyingine. Ukifika pale Kigoma inageuza modi dau, yeye ni sehemu nyingine, kwa hiyo huwezi kupotea. Nawakaribisha waandishi, wote, nawakaribisha mafans, nawakaribisha watu wote ambao wanahitaji kwenda kuangalia show ya Alikiba. Kwanza unajua muda mwingine watu wanachukua vacation ya kazi kwenda kuenjoy. Twendeni tukatalii Kigoma. Au mnaonaje?
Nakaribishwa. Na King, ule mchakato wa kusaidia wakimbizi waliopo kule Kigoma, kuna kambi nyingi, kuna ya Nduta, kuna ya Mtendeli, kuna ya Rugusu. Sasa watu wana ile hamu ya kuhitaji kujua King ataingia kwenye kambi gani pale Kigoma. Ya Rugusu. Ya Rugusu ndio kambi ina watu zaidi ya 150,000. Asante sana. Kwa hivyo tutakwenda kuwasaidia hapa, ndio maana tuwezi kwenda vivi ni Rugusu. Lazima twende na michango kutoka kwenu. Yoyote mwenye mchango wake. Unajua kutoa ni moyo, sio utajiri. Chochote ulichokuwa nacho unatoa. Tunaenda kwetu. Ndugu waandishi. Ndio tuisheni hapa jamani. Asanteni sana jamani kwa. Mkataba ulikuwa mwaka mmoja. Sasa hivi ni mwaka 2020. Ile ilikuwa mwaka 2018. Kwa hivyo mwaka mmoja ulishaisha bosi wangu. Tunategemea nini kwamba Samata kushika mkono lako na matumaini hakuna kucheza nje au bado tutahaya na timu zetu? Mimi profession yangu ni mwanamuziki. Sawa, mimi sio mchezaji mpira. Bado nimecheza mpira. Kila kitu kwangu mimi unachokiona kimeingia kutokana na muziki. Bado nilianza kucheza mpira. Umeelewa? Lakini na passion ya mpira hiyo na itakuwepo siku zote. Nimeshacheza ligi kuu katika bio yangu inaonyesha hiyo kwamba nimeshacheza ligi kuu ya Tanzania, lakini vile vile usikubali ukatae, lakini nimecheza. Kwa hivyo kinachotakiwa hapa ni kwamba ile hali ya kuweza kuinfluence sisi ni influencer, tunatakiwa kuencourage watu kwamba kuna vitu ambavyo tunatakiwa tufanye kwa jamii yetu. Ndio hichi tunachokifanya cha Nifuate. Umeelewa? Nafanya Nifuate, nafanya huduma tofauti zingine, tunakwenda hatutangazi na nini. Ni vitu ambavyo tunatakiwa tufanye sisi kama public figure, kwa sababu tu encourage na watu wengine waweze kupata msaada. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.